Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imebainisha changamoto ya baadhi ya watu kujiandikisha zaidi ya mara moja wakati wa zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura katika mkoa wa Dar es Salaam. Katika taarifa kwa ujumla iliyotolewa Machi 20, 2025, mkurugenzi uchaguzi Ramadhani Kailima amesema kuwa mfumo wa utambuzi wa alama za vidole AVIS umetumika kuchakata taarifa za wapiga kura na kubaini wale waliojiandikisha mara mbili katika vituo tofauti. Baada ya maelezo na zoezi la uandikishaji kukamilika, tunatumia mfumo wa AVIS ambao una uwezo wa kuwabaini wale wote waliokiuka taratibu kwa kujiandikisha zaidi ya mara moja. Amefafanua kuwa endapo mtu atabainika amejiandikisha zaidi ya mara moja, taarifa zake zitafutwa kutoka vituo vingine na kubakiza katika kituo cha mwisho alichojiandikisha. Hata hivyo, jambo hili linaweza kusababisha changamoto kwa mpiga kura endapo kituo hicho sio alichokusudia kupiga kura. Kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024, kujiandikisha zaidi ya mara moja ni kosa la jinai linaloweza kupelekea faini ya kati ya shilingi 100,000 hadi 300,000 au kifungo cha miezi 6 hadi miaka 2 au adhabu zote kwa pamoja. Kwa wale watakaobainika kujiandikisha mara mbili, orodha yao itakabidhiwa Jeshi la Polisi kwa hatua zaidi za kisheria. Tume ya uchaguzi imewataka wakazi wa jiji la Dar es Salaam kuendelea kujitokeza kwa wingi katika siku 4 zilizosalia kabla ya tarehe 23 Machi 2025, huku ikihakikisha kuwa kila mwananchi anapata haki yake ya kujiandikisha au kuboresha taarifa zake bila kukiuka sheria.